Mtazamaji wa Tanganyika TV, unavyoona mbele yangu kuna moshi ambao unaruka. Ni katika si mahali pengine, ni pembezoni mwa Kavimvira ambako kiwa unaelekea kutoka mji mkuu wa Uvira kuelekea ngambo ya Kamanyola. Kuna sehemu ambayo ukitembea kilomita chache tu unakuta kuna mto ambao unatoa maji, na huo mto ambao unatoa maji ni maji kama ya chemchem, lakini ni kama bwawa ambalo linatoka moto na ni maji ya moto. Basi tulipopita hapa, kwa faida yako mtazamaji, tulitaka kuwauliza wakaaji na tuongee 1 2 3. Punde utaenda kuwasikiliza wanakuja namna hii. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Naitwa Jambo sana. Mimi naitwa kwa jina Engineer Gundu Malipo Espoir. Ndio. Maajabu ya huu mji, uko mkaji wa wapi tafadhali? Niko mkaji wa Kavimvira. Ndio. Karibu na hapa Tukuma ya moto. Sisi tulikomalia hapa. Ndio. Na bado tungaliki hapa. Ndio. Ndio kabisa. Naam. Maajabu ya maji ya moto. Maajabu yake ni kuhusu, kwanza tunaona inapigwa bila mwanamke. Ndio. Inatoka tu katika kilima inakuja hapa, watu wanakia ishota kwa kukunywa, kwa kufua, kwa kunawa, inanyoosha mifupa kwa mama wanatoka kushamba, kwa wababa kama huko na rheumatisme ya miguu, kusikia magazi katika mwili, ukikoga tu maji moto unasikia kabisa nafuu. Ndio. Naam, unadhani kuna hali yoyote ile ya mali kuwa chini ndio ikachemsha, au kwa mujibu wa watu wengine wanasema kwamba kunaweza kuwa na volkano ambayo ipo chini, pengine inaweza ikasababisha kuleta maafa mbalimbali, ndo sababu ya maji kujitokeza? Inaweza kuwa kwa kweli? Maji moto kwanza ni kupumua ya volkano. Ndio. Na pelipiko maji moto huwa na vitu viwili. Kuna petrole, essence, kuna mazutu, kuna hata uranium inakuwa pale, na kolta inakuwa pale kama wanaifuatilia vizuri. Na hivyo kuvifuata inafatanaka na mametre ambapo watachimba ama kitofu wanakielekeza kiko ngambo gani, ndio watajua kama hapa kuko ile, ndio wataichimbia hapa. Kwa mtazamo wenu nyinyi, mnafikiri hapa panaweza pakawa nini nasababisha hii maji kuwa hivi? Hapa ni mali ndio natuma hii maji iko hapa. Mali ya aina gani kwa mfano? Hapa ni petrole, kuko petrole, kwa sababu ukitia kiazi wala ngazi utaona kunatoka vitu viko sa petrole na harufu inaanza toka. Kiazi kinaivya, ngazi inaivya, hata ukipika kamata maji, hii maji ndio pikisha maragi inatoka vizuri sana, utatia carbonate. Ya kweli? Ya kweli. Mimi ni hatari na ya maji. Sasa unadhani serikali unaweza kuiambia nini kwa sababu ya kukawia, kwa sababu ishakuwa miaka mingi sana iko hapa haya maji? Serikali yetu kwa sasa hivi kwa matatizo tuko nayo, tunaweza kuiomba kufanya suivi. Kuzunguruka katika mitaa yote ya Uvira ama Kongo mzima, waende na angalia kune watafanya kazi, kwa sababu hii kazi ikikuwa hapa, wa vijana wa hapa, wa mama wa hapa, wa baba wa hapa, tutapata kazi nyingi, kwa sababu hii kazi itawatatia ezine takamata watu wengi, ezine takamata watu karibuni 100 na ama 500 na ile ezine itatengenezewa hapa, kwa sababu ezine ya petroli inabeba watu wengi, inakamata watu wengi, na watu wengi wanafanya inakuwa development. Leo tunafanya importation na exportation ya kutoa essence, mazutu, petrole kwa nchi ya Waarabu, na sisi Kongo tunajitumainia tuko na vile vitu vyote. Naona kuna watu wanateka maji. Hii maji haiwezi kukauka, maana naona ni kidogo sana. Na alafu wanaenda kuifanyisha nini wakati ni ya moto? Hii maji haiwezi kauka, kwanza ni chemchem. Ukiangalia hata mule ndani unaona iko kusana chemuka, ile inaonekana kama iko napumua, ni chemchem. Ya pili, hii maji wanaitumikisha kwa kufua, kwa kusonga, hata kwa kukunywa wakati bomba hakuna, wanaitumikisha vile. Hasa kupiga chakula, wanaipigisha chakula yoyote ile inapigwa. Nakushukuru ndugu.
Naam, kuna mwingine kijana ambaye pengine anaweza katuambia ni maajabu gani ya maji ya joto, kwa mujibu wake anasikiaga namna gani, wanaelezaga namna gani kwa kipindi cha hapa ambacho ameshawahi kuishi hapa. Jambo kijana. Jambo sana ndugu. Jina lako tafadhali? Naitwa Josephat Leroy Kubuza. Leroy Kubuza. Naam, maji ya moto yanatoka bila kupikwa na mwanamke, yanachemka, yanatoka ardhini, yanapanda juu. Unadhani maajabu yake ni yapi kwa mujibu gisi unavyoambiwaga? Kwa mujibu wangu, aiza kwa malengo yangu mie hapa, ndio, aiza kwa mawazo yangu, ndio, hii kwanza ni maji ya moto, nimezaliwa nimeikuta, ndio, mababu zangu mababa zangu wamekomaa nao, iko tu hapa. Kwanza hii ni chemchemu, ndio, kipwa iko haikauki, na mvula vile vile iko. Na kuhusu maajabu, kwa maajabu yake sijawahi kuona maajabu, ila tunasikia tu kama hapa kuna essence, kuna petrol, kuna na mazutu. Ndio. Hapa juu kuna wakati mmoja, wakati kwa inashuka, unaona hata ile manani ya mafuta inashusha ile mafuta mambo kama na hiyo. Na sisi kama wananchi wa hapa Kavimvira, aiza hapa Kinaga, tunakoka tunaitumikisha tu ajili ya kukoga, tunaweza kuya kushota juu ya kupika dawa, na kadhalika. Ndio. Hata na kupikia chakula. Haina madhara yoyote mtu akinywa, akifanya nini, haina madhara yoyote? Hii ukinywa kwa sai iko moto, itakulunguza. Iko moto. Ndio. Itakulunguza. Ila unaweza ukaichota na ukaenda kuihifadhi fasi fulani, ikishapoa utaitumia na italeta hata madhara yoyote. Oh. Naam, kwa kumalizia, maana naona pengine ulikuwa mwenye kupita pita, na tumai kwamba umeona gisi yalivyo, na kweli tunaona dalili ya mafuta ipo. Sasa unaambia serikali vipi kwa sababu ya ajira, upatikanaji wa ajira hapa? Kwa mawazo yangu mimi, ndio, kwa kuambia serikali, ni muda mrefu sana hii maji iko hapa, serikali inaiona na haijamuwaka hata kitu fulani, haiza kyokyote kwa sababu ya hii maji. Kwanza hapa Uvira hakuna hata izini hata moja. Basi na hapa kweli hapa kunafikaka wataalamu kukuja angalia maji hii, na wanapotea tu ghafla. Kwenye wanaishia hatujui, kwenye wanaendaka na malengo yao juu ya hii maji hapa hatujui ni malengo gani mpaka leo hivi. Basi kwa mawazo yangu kidogo, aiza kwa shauri, nilikuwa na pendelea aiza ombi wa serikali yaangalie jinsi italeta wa teknisie wakuye wapime hapa na wajue ni kitu gani kinyo wanaweza fanya hapa kwa kuletea manufaa wakaaji wa hapa. Tunakushukuru ndugu. Asante. Asante.